Sasa mtubuka sasa. Na bado paka mseme. Pole. Wewe umefanya nini? Niambia kwa umefanya nini kwenye ile maji? Mume wangu. Sijaweka chochote mimi kwenye yale maji. Vipi kwani? Nawashwa kweli yani. Maji yanawasha. Pole. Umeweka nini wewe? Wewe mwanamke wewe. Unataka kuniua eh? Unataka kuniua si ndio? Kwa hiyo umenioa lini mpaka leo nije nikuue? Sasa mbona nawashwa namna hii? Mimi sijui. Kia Mungu dunia hii. Mwenyezi Mungu, niko hapa Baba, nashtakia kwako, maana wewe ndio Mungu unayeweza kunipa jawabu katika nyumba yangu. Niko mbele zako Baba, nahitaji msaada wako ukaweze kutatua hii changamoto ninayoipitia Bwana Yesu. Mimi si mwizi, sijawahi kumwibia mume wangu pesa. Mungu, wewe unanijua kiundani zaidi Bwana Yesu. Wewe ndio kila kitu kwangu. Wewe ndio msaada wa maisha yangu. Onekana katika hili Mungu. Nahitaji unisaidie Bwana Yesu. Sina mtu mwingine zaidi ya wewe unayeweza kunisaidia katika hili jaribu. Unaweza kunitoa katika hili jaribu. Leo hii mimi naonekana ni mwizi na wakati sijawahi kumwibia pesa mume wangu. Mungu, naomba uonekane katika hili. Onekana Bwana Yesu. Kila kitu kakiweke hadharani kikaonekana. Kiomba na kushukuru Bwana Yesu. Amen. Mama, mimi nimewaiteni hapa, lengo kubwa la kuwaita wewe na dada, yaani tumekuja hapa kwako. Mimi mama nakubaliana na nyinyi sasa hivi 100%. Yule mwanamke ni mwizi. Yule mke wangu ni mwizi, tena ni mwizi haswa. Sasa sio mwizi tu, sababu mtu anayekuibia ina maana hataki maendeleo yako, wewe ni mchawi. Kwa hiyo mimi wanathibitisha mambo yote ambayo mko mnazungumza nyinyi ni sahihi kabisa. Hakuna mlioacha hata mmoja. Yule mwanamke ni hanifai, ni mwizi, haambiriki, mbishi. Yaani kila kitu anacho yeye. Pole kakaangu. Lakini wewe kaka ulikuwa hutaki kuelewa. Mimi nilikuambia kila kitu. Yule kaka mwanamke hakufai. Tena yule wifi sio mzuri kwako. We mtu anakufanya usahau hadi familia yako. Unamsahau hadi mama yuko hospitali kwenye matatizo. Kweli kaka? Alafu unasema eti una mwanamke. Mwanamke gani asiyependa familia ya mwanaume? Mimi ninachokijua ukiolewa lazima upende familia ya kiume. Na mwanaume upende familia ya kike. Lakini yule amekubeza tu pande wake tu. Sasa hivi unasema yule mwanamke hakufai. Unalijua leo? Labeki nilikwambia. Asiyefunzwa na mamaye, funzwa na mama. Yaani kwanza bwana mganga, yaani mimi mpaka dakika hii unaponiona hapa. Yaani siamini kama wewe ndio umekaa hapo, siamini kabisa yani. Hilo usijali. Wala usijali, ondoa shaka. Yaani kwanza nashukuru sana kwa kukubali wito wangu na kuja eneo la tukio. Kwa sababu unajua hapo ndio kwenye mzizi, hapo ndio kwenye chanzo, hapo ndio kwenye shina lenyewe la matatizo. Wala usijali. Unaona? Alafu kitu kingine bwana mganga, yaani haya matatizo hapa, yaani nikumba mimi tu, sio mke wangu wala sio huyu mtoto wetu. Ni mimi tu. Na hii yote kwa sababu mimi ndio kichwa cha familia. Unajua kichwa cha familia ndio kinaandama kwa kweli. Ngoja kwanza. Unataka kumaanisha wewe peke yako ndio yanakupata haya masawabu? Mimi peke yangu. Wewe. Hapo nimepata picha. Ndio. Na hiyo ni swala dogo. Sawa. Mimi nitalirekebisha na utakuwa sawa. Sawa bwana mganga. Hilo ondoa shaka. Na hii sina masharti na sitakupa masharti. Sawa. Tutachanganya mimi na wewe hapa leo, tunachanganya dawa na tunatokomeza. Ndio maana na mimi yani nawakubali sana nyinyi mnatoka Sumbawanga nyinyi. Mimi nawakubali sana nyinyi. Upo tayari? Niko tayari. Upo tayari tuanze? Niko tayari bwana mganga. Sharti ni moja. Unyanyuke hapo. Ndio. Ukaniletee ndoo
Hiyo ndo tunachanganya vitu vyote. Yaani usijali kabisa. Swala lako limekwisha. Ndo nikalete ndoo. Ya kuchanganyia hiyo dawa sasa. Kwa hiyo kazi tunaifanya sasa hivi. Haswa. Sawa. Kwenda. Sawa, ngoja kalete ndoo. Haya. Haraka. My God! Na kila tulivyokuwa tunakwambia unaona si wabaya. Dada yako mbaya, hatumpendi mke wako. Leo umeyaona na bado utayaona mimi. Na mimi nilikuwa naumia kutoka moyoni. Mimi mama yako, unajua nilivyohangaika kukulea. Nimekusomesha mpaka kufikia hapo. Una kazi nzuri. Unashindwa kunijali mama yako, mimi niko hospitali. Ukija tu mama umeamkaje huyo unaondoka. Ukija mama hujui mama yako kala nini, hujui anakunywa kidonge gani. Bila dada yako ningetoka hata hospitali mimi. Yaani mimi madaktari wanakuja kuniuliza, "Mama una watoto wangapi?" Naambia yupo mtoto wangu mkubwa na ana kazi nzuri. Sasa kama ana kazi nzuri mbona haji kukulipia? Unasababisha mimi mpaka nazuiliwa hospitali. Kwa sababu yako wewe. Ya nini? Faida ya kuzaa iko wapi? Faida ya kuzaa iko wapi? Leo nakuja kujilahamisha, unachokilahamisha kitu gani? Na bado utaona mengi zaidi ya hayo, sio hayo. Mama, mimi sio kwamba nilishindwa kukusaidia. Sio kwamba mama mimi sikupendi. Nakupenda sana mama. Lakini ndio ile ukiangalia pesa unakuta sina, hospitalini tunadaiwa na kujaje. Nikija mikono mitupu haiwezekani. Yule mwanamke mama ni mchawi sababu naficha hela. Naficha sehemu ambayo najua kabisa nina uhakika niko peke yangu, hawezi kuiona na ni chumbani tuko wawili lakini unakuta hela haipo. Mimi naomba mnisamee, nilikuwa namtetea sana yule mwanamke lakini nimethibitisha kwa macho yangu mwenyewe. Sijalazimishwa na mtu yoyote. Mimi ndo nasema yule mwanamke ni mwizi. Sasa mimi nataka nikuulize kitu. Ina maana kipindi unaweka ile hela anakuwa anakuona? Hata sijui hata vipi yani, sijui. Kweli hela uiweke mwenyewe hapo kesho uikute haipo. Mama hapo unayoongea yote yanaingia huku yanatoka huku. Kaka ni muongo. Anayeongea hapa aonekane mkewe ndo mbaya. Lakini akitoka hapa akifika kwa mkewe anainama zaidi ya kondoo. Hilo nakubali. Hapa sisi wewe unatugea tu yani unatugea tu kama kipepeo hivi yani si unatupepea. Sasa kama unaona mwanamke akufai kwani usimfukuze? Simfukuze aende nyumbani kwao. Kwani umekosa wanawake wengine? Au umeshinda kufukuza Tutoke wewe na mimi hapa. Twende mpaka nyumbani kwako. Ukaone. Naenda kumtimua kule yani. Namfukuza kama gari bovu. Sawa. Mimi basi mimi acha niwaache. Wote tunaondoka wote au? Wewe tatizo. Unasema kelele alafu ghafla mganga naye Simoni. Mganga! Bwana mganga! Tala! Sikanigiza ndo. Unakuwa unapigia kelele, baona kama anapandisha mashitani. Bwana mganga! 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 Hivi ondoka. Jamani mimi nimechukua kidogo tu nataka nitafute. Hamna kuondoka na mchele na wajua hivi. Rudisha. Mimi nilijua tu. Nilijua tu mambo ya kishirikina huko ndani, nilijua tu.
mshirikina tu umundani. Mko wapi sasa? Jitokezeni sasa. Mganga mmemkimbiza. Mmemkimbiza mganga, si ndio? Njooni sasa mnikimbize na mimi. Njooni mnikimbize na mimi sasa. Mko wapi sasa? Jitokezeni sasa. Jitokezeni tupambane. Nasema jitokezeni tupambane sasa. Jitokezeni sasa, mbona mjitokeze? Njooni sasa mpambane na mimi sasa. Yaani kwenye nyumba yangu mimi mwenyewe mnanitesa namna hii. Inawezekana vipi? Jitokezeni sasa. Mbona mnajificha? Mnajificha. Jitokezeni sasa tupambane. Yaani kwenye nyumba yangu mimi mwenyewe mnanitesa. Jitokezeni sasa. Mbona mwonekani sasa? Mbona mtokani sasa mnanipiga mnichangie? Mbona mnanipiga sasa? Mbona mnanipiga nyinyi? Mnanionea nyuma mnanionea. Yaani shoga yangu sasa hivi biashara zimekuwa ngumu, sio kwa upande wako? Ndugu yangu, kwangu ndio usiseme. Yaani ni pagumu. Lakini mimi nasikia biashara ya chakula inatoka kuliko ya nguo. Hata kwako kumbe ni ngumu. Kwangu kumekuwa kugumu, nikaona afadhali nije kwako nikuulize mwenzangu kidogo, wengine pengine huku kwako afadhali. Sasa kikubwa tu tuendelee kupambana na kumuomba Mungu, kile tutakaa sawa. Hamna jinsi. Yaani balaa. Maisha yamekuwa tight hatari. Shoga yangu. Yaani mwenzako mume wangu ana matatizo shoga yangu wewe. Yaani ana matatizo. Sio hata nikuelezaje. Sio bure ndugu wangu. Sio bure. Lazima kutakuwa kuna kitu. Shoga yangu kitu gani sasa? Unajua hii ni dunia. Usimuone mtu hivi anakuona wewe unaenda unarudi umejenga kibanda chako mwenyewe pale. Unabadilisha vimboga, mtu roho inamuuma. Pole sana shoga. Asante, nishapoa. Yaani nabaki namwangalia tu. Afu cha kushangaza, hayo matatizo anaona yeye, hayo mauzauza anayosema anaona yeye tu. Lakini mimi na Alia tuko vizuri kabisa. Lakini shoga yangu, usijali, sema kuna mtu. Mtu gani tena? Kuna mtu yuko vizuri tu, nitakupeleka kule kaangalia. Kweli shoga yangu? Ndio. Kama kweli atanisaidia ndugu yangu, nitashukuru sana. Yaani jinsi ninavyomwona yule baba anavyopata shida, namuonea hata huruma. Nitashukuru kama wewe mtu atanisaidia. Sijali. Nitakupeleka na imani atakusaidia. Sasa sikia. Hela iliyobakiwa nayo mimi ndo hii hapa. Kwa hakikisha una control ndani ya siku 2 mambo yanaenda. Au hizo siku zingine tutajua nitakufanya. Sawa. Ila mume wangu, kutokana na hii hali tunayoipitia ya kukosa pesa humu ndani, nyumba haina amani, yaani mambo yamebadilika sana katika nyumba yetu. Kwa mimi nilikuwa na ushauri mume wangu. Unaonaje tukamwita mchungaji akaja humu ndani, akatuombea, akatuondolea kama kuna nuksi, kama kuna uchawi ambao umepandikizwa katika nyumba yetu. Mimi naamini mume wangu amani na pesa itapatikana endapo mchungaji atakuja kutuombea humu ndani. Yaani wewe unashauri tumwite mchungaji aje afanye maombi humu ndani? Eti kisa sijui mchawi, sijui nani anayepoteza pesa humu ndani? Mimi mchawi wangu namjua. Namjua vizuri sana mchawi wa humu ndani. Ni nani? Mchawi wa humu ndani ni wewe hapo. Mimi? Wewe ndio mchawi wangu. Mume wangu mimi mchawi? Karibu. Jirani. Jirani. Habari sasa hizi jamani? Sawa, karibu. Asante. Karibu sana. Asante. Samahani kidogo, inawezekana nitakuwa nimevuruga kikao chenu. Hakuna shida hapa nyumbani.
mdogo wangu amepata matatizo kidogo pale, amevunja mkono. Sasa nilikuwa je, naomba unisaidie at least hata nipate 10,000 tu niweze kumsogeza hospitali. Pole sana. Alikuwa anapanda kwenye miti au? Alikuwa anacheza huko na wenzake. Sasa sijajua imekuwa kwaje, lakini nimekuta tu yuko katika hali hiyo. Pole sana watoto hao. Hebu mkao, ile 10,000 ndio kupatie basi. Amwashe mtoto hospitali. Utakuwa umenisaidia sana. Sasa jirani, mimi nakushukuru. Sasa acha niende nikamsaidia kwanza, afu mambo mengine tutajua wakati. Sawa, hakuna shida. Basi tutawasiliana. Shukrani. Pole sana. Asante sana. Haya sasa. Kati yangu mimi naona ni mchawi. Nani mchawi? Yaani wewe unatoa pesa, mtu amekuja amelia tu kidogo unampa pesa. Na wakati humu ndani hatuna akiba yoyote. Ndio hiyo umeitoa na umesema mimi nivumilie ndani ya siku 2. Leo hii mtu amekuja analia kishida chake kidogo kidogo tu hapo unaweza kumpa hiyo. Tunakula nini? Tunaishije? Mbona mume wangu mimi sikuelewi? Unajua mwanamke anakuwa na wajabu sana. Kwa nini unakuwa na roho mbaya kiasi hichi? Yaani wewe ndo unazidi kunidhihirishia umndani kwamba mchawi wangu umndani ni wewe, mchawi wangu huyu umndani. Wewe ina maana wewe huna huruma wewe. Wewe upo lazima mtoto watu ateseke kwa sababu ya 10,000 tu. Kama hatuna tutapata tu, lakini nitakiwa msaidie mtu, uwe na moyo kusaidia. Hivi Mungu unajielewa kweli wewe? Wewe usinipande kichwani na uchawi wako. Kama una roho mbaya huko kwenu, hapa ndani itakiwa uwe na roho safi tu. Hey. Nimeingia tu tatizo. Kama sio tatizo, nimekuta wavulana tupu. Nimekuta wavulana watupu tu. Ni vijana. Sema kufanya yanatokea. Yaani kabisa yani. Oh my God. Oh. Baba Kambo analanga kabisa. Baba Kambo na mtoto mchawi. Baba Kambo jamaa yatima. Baba Kambo na mtoto mchawi. Si kila laili ya njaa inamuuma, wengine wamejaa mbaya za tabia, wengine tumeumbwa na nyingi huruma, bila kujali huyu nani namsaidia. Wanasema tenda wema nenda zako, maana malipo ni kwa Mungu wako. So kila unayemwona mbele yako atalipa mema kwa mazuri yako. Huruma, huruma, huruma mama, binadamu hawana wema, mejawa lawama. Wow, 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 Baba Kambo analanga kabisa. Baba Kambo na mtoto mchawi. Baba Kambo jamaa yatima. Baba Kambo na mtoto mchawi. Si kila laili ya njaa inamuuma, wengine wamejaa mbaya za tabia, wengine tumeumbwa na nyingi huruma, bila kujali huyu nani namsaidia. Wanasema tenda wema nenda zako, maana malipo ni kwa Mungu wako. So kila unayemwona